Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi cha NHIF, kipindi ambacho kitaangazia swala zima la maadhimisho ya miaka 20 ya NHIF. Leo katika kipindi chetu tutaangazia kilele cha maadhimisho hayo yaliyofanyika jijini Dodoma. Mtazamaji, tuanze kwanza kwa kumsikiliza mkurugenzi mkuu akizungumzia mafanikio ya mfuko katika kipindi hicho. Target ilikuwa ni watumishi wa umma peke yao. Lakini leo hii tunapoongea tuna wanachama milioni 4,550,207 mpaka kufikia mwezi Septemba 2021. Na hili limewezekana sababu wengi wamepanuliwa zaidi, hatudili tena na watumishi wa umma peke yake, tulikwenda kwa watumishi walio kwenye sekta binafsi, tumekwenda kwenye sekta isiyo rasmi, wakulima. Sasa hivi kuna swala la ushirika afya tumeanzisha, wajasiriamali, wanafunzi na watoto chini ya miaka 18 pamoja na vifurushi ambavyo vimelenga kumwezesha mwananchi mmoja mmoja kuingia kwenye utaratibu wa bima ya afya. Kwa tulipotoka ni kweli tulikuwa na wigo mwembamba, lakini siku zilivyoenda katika kipindi cha miaka 20 sasa tumeweza kupanua wigo na kuyagusa makundi yote. Sasa hivi tunasema mtoto anayezaliwa leo mpaka mzee kabisa wa miaka 100+ wote wanaweza kuingia na kuhudumiwa na mfuko wa taifa wa bima ya afya. Mheshimiwa Waziri ametamka hapa kuhusu swala zima la TEHAMA. Ni wazi tulipotoka makaratasi ndio yalikuwa yakifanya kazi kubwa sana. Kutembea kulikuwa kunafanya kazi kubwa sana. Tunasikia ushuhuda hapa, wazee wetu wakitembea wakienda vijijini kwenda kusambaza fomu na vitu vya namna hiyo. Sasa nini tumekifanya sasa hivi kama mfuko? Tumeendelea kuboresha sana mifumo yetu ya TEHAMA. Baadhi ya shuhuda tumezisikia na nyingine tutaendelea kuzisikia. Moja, kwenye eneo la kutambua wanachama. Utambuzi wa wanachama sasa unafanywa kupitia mifumo. Tuna vituo zaidi ya 8,000 nchini. Hatuwezi kuweka mtumishi kila hospitali kuweza kuwatambua wanachama wetu. Kwa hiyo mifumo ya TEHAMA inafanya kazi hiyo, na tumekwenda mbali sasa. Pindi ambapo mwanachama au mtegemezi wake anapata huduma, basi pale pale anapata message kwamba kadi yako imetumika. Ina faida mbili. Moja, mwanachama anajua mtegemezi wake au yeye kweli amepata huduma. Lakini mbili, kwa upande wetu unatusaidia sana kupambana na swala zima la udanganyifu ambalo baadhi ya watoa huduma, sio wote, wamejikita huko. Kwa hiyo hilo tumelifanya vizuri na tunaendelea nalo. Lakini pili, eneo la usajili, sasa hivi wanachama wanaweza kusajiliwa online. Sio lazima afike ofisini kwetu. Mchakato wote unaweza kufanywa kwa utaratibu huo. Lakini tatu kubwa ambalo tumelianza hivi karibuni ni lile la kuweza kuwasilisha madai kwa kutumia njia za TEHAMA. Sio lazima tena kuandaa madai kwa kutumia zile fomu za njano. Kwa nini tunaenda huko? Tunaangalia mbeleni, tunategemea kuwa na wanachama wengi zaidi. Lakini pia tunaangalia muda tunaotumia kuchakata haya madai. Sasa hivi kwa kutumia mfumo huo, ndani ya siku 14 tuna uwezo wa kulipa madai. Na tunapunguza gharama kubwa sana ya kutengeneza zile fomu. Kwa hiyo eneo la TEHAMA limetusaidia katika hili. Lakini kupitia TEHAMA tumezidi kusogea karibu zaidi na wanachama wetu. Leo hii Mheshimiwa Waziri utazindua app ambayo itamwezesha mwanachama sasa popote alipo ataweza kuangalia status ya wanachama wake. Ataweza kuangalia michango yake. Ataweza kuangalia akiwa kwenye kituo, akiambiwa huduma za typhoid hapa uweze kupimwa, NHIF hailipii, basi aambiwe kwamba ni ngazi ya kituo alichopo, huduma hiyo haipaswi kutolewa. Kwa hiyo yote hayo tumeweza kuyafanya katika kipindi hiki. Lakini pia kutoka kutolea huduma, tumekuwa na malalamiko mengi sana siku za nyuma. Sasa tunaanza usajili ambao utakuwa unafanya kielektroniki. Na mtoa huduma ataweza kutrack maombi yake yako wapi. Sasa hivi hajui, akipeleka fomu anasubiria mpaka ambiwe fomu zako zimerudi. Lakini sasa ataweza kuona ziko wapi ili aweze kujua, na sisi pia tuweze kupimana tunatumia muda gani katika kuhudumia au kusajili vituo hivi. Lakini pia Mheshimiwa Waziri, katika kipindi cha miaka 20 tumeweza kuwa na kituo cha huduma kwa wateja. Kituo hiki kinapokea simu masaa 24 siku 7 za wiki, na tumejisogeza karibu zaidi na wanachama kwa ajili ya kutoa ufafanuzi na pia kutoa elimu pale ambapo inahitajika kwa wanachama wetu. Mtazamaji, naye mwenyekiti wa bodi alitoa shukrani na alikuwa na haya kusema kwa wageni waalikwa. Mheshimiwa Waziri, kwetu sisi tukio hili ni kubwa na la kihistoria ambalo kama nilivyosema limetukutanisha sisi na wadau wetu mbalimbali. Mkutano huu
unajumuisha waliokuwa waanzilishi wa NHIF, lakini pia walioshiriki katika utekelezaji wa majukumu ya taasisi hii hata baada ya kuanzishwa kwake. Napenda nitumie fursa hii kwa dhati kabisa kutambua mchango wa hawa wote, lakini pia kuwashukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu na kuja kushiriki nasi katika maadhimisho haya. Asanteni sana. Mheshimiwa Waziri, tuliona ni vyema sana kuwa na kongamano hili katika kuhitimisha maadhimisho haya ili kupata nafasi ya wadau mbalimbali kukutana na kubadilishana uzoefu kupitia midahalo miwili ambao wa kwanza umeshaanza. Agenda hii ni ya msingi si tu kwetu kama NHIF bali kwa wadau mbalimbali katika sekta ya afya, lakini pia umma wa Tanzania kwa ujumla, hasa wakati huu ambao serikali yetu inaweka mkazo wa kila Mtanzania kuwa kwenye matibabu ya bima ya afya. Mheshimiwa Waziri, bodi yetu ya wakurugenzi ya sasa hivi ni ya kwanza katika serikali ya awamu ya 6 ya kazi iendelee. Bodi hii imeingia tu wakati NHIF inafikisha miaka 20, na hili ulielezwa wakati unafungua sherehe hii pale Julai 1. Sisi tumeshaanza kazi, na kama ilivyo azma na serikali yetu chini ya mama yetu Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan, tunaendeleza kazi nzuri zilizoanzishwa na watangulizi wetu pamoja na kubuni mikakati mbalimbali ya kuendeleza taasisi hii kulingana na wakati tuliopo na huko tunapoelekea. Mgeni rasmi katika maadhimisho hayo alikuwa Waziri wa Afya Mheshimiwa Dorothy Gwajima Mbunge, na alikuwa na haya ya kusema. Ndugu washiriki, kwa namna ya pekee napenda kupongeza sana management na watumishi wote wa NHIF ikiongozwa na mwenyekiti wa bodi Bwana Juma Muhimi. Naomba asimame muone vizuri. Huyu hapa. Yeye ndio amepokea mtoto ana miaka 20 ampeleke miaka 40. Mungu akusaidie. Lakini nimpongeze sana mkurugenzi mkuu Bwana Konga. Yuko wapi? Huyu hapa na timu yake. Alimpokea mtoto nadhani alikuwa na miaka 15. Ameenda naye miaka 20. Mtoto ameanza kuwa mjanja. Anahitaji kuwekewa kanuni za maisha. Sasa umtoe 20 aende mpaka juu zaidi. Tunaamini tunaweza. Lakini kwa kipindi kifupi cha miezi mitatu katika kuadhimisha miaka hii 20 ya mfuko na kwa kuhakikisha siku ya leo inakutanisha wadau wote hawa kwa lengo la kusherehekea mafanikio makubwa yaliyofikiwa na mfuko huu kwa kipindi cha miaka 20, ni pongezi ambazo inabidi nikupe mwenyekiti wa bodi. Miezi mitatu umesimamia hili, limewezekana. Ungeweza ukasema tupeleke mwakani, hujajiandaa. Kwa hiyo wewe na bodi yote kwa ujumla, hongereni sana kwa kujiratibu vizuri. Safari ya NHIF kama ambavyo wote tumefahamishwa kuwa ilianza Julai 1 mwaka 2001, na safari hii ilianzishwa na Watanzania wenzetu. Leo mmeona bima ya afya ndio suluhisho la matibabu nchini, na hii naomba Watanzania wote wasikie kuwa bima ya afya ndio suluhisho la matibabu nchini kama ilivyozungumzwa hapa na wazungumzaji wetu wote, kwamba mtu ambaye hajauguliwa alafu akaenda kwenye hospitali akatakiwa alipe Laki6 ghafla, alafu akajikuta ana 50,000, alafu akaanza kutafuta namba za waziri, akatafuta namba za waziri mkuu, akamaliza viongozi wote, hiyo inakuwa ndugu, umechelewa. Lakini unapolipa kidogo kidogo, hata usipougua wewe, ameugua mwenzako, atatibiwa kwa mchango uliochangia wewe. Duniani hapa afya
ni changamoto. Iko siku utaugua wewe, kama sio wewe tegemezi wako. Utafurahia na kubarikiwa kwa maamuzi uliyoyafanya ambayo yaliwabariki wengine. Hivyo basi, bima ya afya ndio suluhisho la matibabu nchini, na mafanikio makubwa yatapatikana tukifika hatima hii ya kila Mtanzania kuwa na bima ya afya, kwani hata huduma za matibabu nazo zitaimarika zaidi. Pia alitoa wito kwa mfuko kuongeza juhudi za mapambano dhidi ya udanganyifu, kwani unaoletea hasara kubwa mfuko. Lakini ukiacha hayo, imarisheni udhibiti kwenye eneo la udanganyifu, maana katika ongezeko la wanachama na ukubwa wa huduma, nafasi ya changamoto hii kuongezeka ni kubwa. Hivyo inahitaji mifumo imara na uchukuaji hatua kwa wanaobainika kufanya ubadhirifu wa mfuko huu. Kwa kuwa wizara na mimi kama waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, ninasimamia pande zote mbili, yaani mfuko na watoa huduma. Swala hili tumeanza kulifuatilia kwa uzito mkubwa zaidi. Hivi juzi wale wote waliobainiwa kufanya ubadhirifu, uwe ni mwanataaluma kujihusisha kusaini fomu ambayo imeonekana ni ubadhirifu, NHIF imeanza rasmi kukaa vikao na bodi ya taaluma yao. Katika wageni waalikwa alikuwepo mwenyekiti wa bodi aliyepita, Mheshimiwa Mama Anne Semambe Makinda, spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na alikuwa na haya ya kusema kuhusiana na umuhimu wa bima ya afya. Leo hii mtu ambaye yuko hospitali hana bima anajilaumu. Anaweza kufika kwamba akate bima akiwa hospitali. Haiwezekani. Huwezi kuharibikiwa na dada kusema nataka ukate bima ili usimlete ndani. Haiwezekani. Kwa hiyo mimi nadhani ni wakati mzuri sana sasa wa kuendeleza hii uelewa. Nadhani uelewa wenyewe uko ngazi ya juu sana. Lakini ukubwa ni kwamba Mtanzania aweze kuwa na bima yake, akiugua aweze kutembea mpaka hospitali bila kuwa na mashaka ama kuhangaika ama kusumbua watoto wako ambao wako mahali pengine ambao hawana tena siku hiyo unapougua na wenyewe hawana kitu. Nina kesi sasa hivi ya mtu mmoja tunafanya kazi, yaani amechanganyikiwa, mama yake yuko hospitali pale hana bima. Wanaamua sasa kumtoa hospitali wampeleke nyumbani. Kama mtaweza kufanya hayo nyumbani, anasema sasa tunafanyaje? Wanakumbuka bima. Kwa hiyo mimi nasema bima ni kitu muhimu sana, hasa ukiwa unajiweza, una nguvu, unakata bima yako, na hii natupeleka kwamba tufanye kazi ili tuweze na kuwa na mapato ya kukata hii bima. Lakini ukishakuwa na bima yako, nenda kufanya kazi yako bila wasiwasi, kwa sababu ukienda hospitali utatibiwa. Kwa hiyo nadhani tulipofikisha bima ya afya miaka 20, hilo nadhani tulisoma mengi kutoka kule nyuma ambayo naomba yaandikwe na yakafanyiwa kazi, yakawa bora zaidi kuliko walivyoanza wao, na tunaweza kuyaboresha zaidi kwa kushirikisha Watanzania wote kuwa na bima ya afya. Asanteni sana mtazamaji. Pia maadhimisho hayo yalikuwa na mdahalo ambao ulilenga kujadili namna bima ya afya inaweza ikawafikia watu wote Tanzania. Wataalamu mbalimbali walialikwa na waliweza kujadili mambo mbalimbali. Haya ni machache tu yaliyojiri katika siku hiyo. Kwa tukio zima, tafadhali tembelea kurasa yetu ya YouTube kwa kuandika NHIF Online TV. Hadi kufikia hapa, hatuna la ziada. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Miaka 20 ya NHIF, uhakika wa matibabu kwa wote.